Dini iko kwa roho ya mtu na akili iko kwa kichwa ya mtu, si ndio? Kwa hivyo kila mtu aheshimiwe na vile alivyo. Hata tumekuwa na prime minister wa India, nchi iko na watu bilioni 1+, amevaa kilemba. Sasa kazi kidogo ya kuwa mwalimu ama kuwa engineer ama kuwa daktari ama kuwa PS ama balozi itashinda mtu ya kilemba? Hapana, wacha tukubaliane hiyo maneno, tuache kila mtu apatiwe nafasi yake. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishia kwamba tukisonga mbele, Mungu atatujalia, hakutakuwa na ubaguzi, hakutakuwa na madharau, hakutakuwa na wale ambao wanabagua wengine. Tunataka tutembee pamoja kama watu wa taifa moja. Mimi vile vile nataka niwaeleze ya kwamba tukisonga mbele, mumeniuliza kwamba tuko na vijana. Kuna nafasi nilitoa kwa vijana walimu na nimefurahi sana kumsikiza mwalimu Esther. Ndio ijulikane ya kwamba watoto wa Korino wanaenda shule kama watoto wengine. Mimi nawasihi na waomba, wakati hawa viongozi walinitembelea, wa Korino waliwachwa nyuma sana, kwa sababu pale theolojia ilikuwa inasema hakuna haja ya mambo ya dunia hii, ilikuwa tu ni mambo ya kwenda mbinguni. Lakini mnajua mbinguni hatuendi leo, bado tuko hapa, na tukiwa area hapa bado tunahitaji barabara ama namna gani? Tunahitaji kusoma ndio kazi ipatikane. Si mmesikia ule kijana ameongea hapa ati kwa ile percentage ya watu hawana kazi Kenya, ile ya Wakorino ni double. Kwa sababu gani? Hawajasoma. Watoto wengi wa Korino hawakwenda shule. Lakini hiyo ilikuwa ni maneno ya jana. Leo watoto wa Korino wanaenda shule. Leo wa Korino wanaenda kanisa, wanaenda hospitali, wanafanya ile kazi zingine yote. Unajua kama tungekuwa tunaenda mbinguni mapema, hata mimi singekuwa rais. Unajua mimi hao maaskofu wanatupangia safari ya kwenda mbinguni.